Yes, tuko kwenye eneo muhimu nyeti sana leo. Haraka kabisa, tuko kwenye ndoa. Ndoa ni kwanza, ndoa ni kuoanisha mawazo kwanza. Ndoa ni mke kukubali mawazo ya mume yapite kwenye mawazo yake. Ndoa ni pale mmeoanisha mawazo. Tofauti na hivyo, mnaweza mkawa mnaishi pamoja na hamjaoana. Ili iwe ndoa, lazima mke akubali mawazo ya mume yapite kwenye mawazo yake. Ndoa ili iwe ndoa, lazima mke akubali mawazo ya mume yapite kwenye mawazo yake. Kwa hiyo ndoa ni kuoanisha mawazo. Mke kukubali mawazo ya mume yapite kwenye mawazo yake. Si vema mtu awe peke yake, mtamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo anaposema si vema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye, sio sura, ni wa kufanana naye mawazo, kwa sababu wawili hawawezi wakatembea pamoja isipokuwa wamepatana mawazo, na wale wawili hawatakuwa wawili tena, bali mwili mmoja. Inaongelea mawazo kwa sababu mwili, kama ni mwili wa mwili, mke wangu akiwa na ujauzito mimi sina. Kwa hiyo haizungumzii mwili wa mwili, inaongelea mawazo. Na wawili wenu watakapopatana kwa jambo lolote, halafu wakaomba, wakipatana kwa jambo lolote halafu wakaomba, wewe unayejua kuomba maana yake ni nini, sio kupeleka hitaji au kuombaomba. Maana yake kuomba ni kufanyaje? Ni kuoanisha mawazo, ni kualign. Kuomba ni kualign. Kwa hiyo sasa nyinyi mke na mume mnasema mmewaona hapa duniani halafu hamjaalign, halafu mnataka yaani nyinyi wenyewe hamkubaliani, halafu mtaalign vipi kwa Mungu sasa? Halo, mnanielewa ninachozungumza? Okay. Unajua sasa maana ndio. Ndio wanasema hata mnapokuwa hamwelewani kwenye ndoa yenu, hata Mungu kuna maombi hawezi akawajibu. Wao wanafikiria, wanadhani ni kuelewana kwa maana ya ni labda mgombani. Kumbe ni alignment ya akili. Ndio. Yes. Kwa hiyo ndoa ni kuanisha mawazo. Mke kukubali mawazo ya mume yapite kwenye mawazo yake. Anaposema nitamfanyia, si vyema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kumsaidia, msaidizi wa kufanana. Oh, haleluya! Wa kufanana naye, sio sura, ni mawazo. Maana wale wawili hawezi wakatembea pamoja isipokuwa wamepatana mawazo. Maana wale wawili hawatakuwa wawili tena, bali mwili mmoja. Inazungumzia mawazo, sio mwili wa mwili, kwa sababu mke wangu akiwa na malaria mimi sina, au mimi nikiwa na mafua yeye hana, kuonyesha kwamba sio mwili, ni mawazo. Kwa hiyo lazima ndoa ili ifanyike, mawazo lazima yaoane. Kwa hiyo muoano wa kimawazo ndo tafsiri ya ndoa. Ndiyo maana wawili wenu watakapokubaliana kwa jambo lolote hapa duniani, then wakaomba, wamesikiwa, hawatazuiliwa chochote na mbingu imesaini. Kwa hiyo kuomba ni kualign. Kwa hiyo wewe mke lazima ualign na mume, halafu kisha align, mmekuwa kitu kimoja, ndio una align na Bwana anayeitwa Kristo. Hapo ndo ndoa inafanyika. Kwa ndoa ya kimwili ni mwanaume na mwanamke kukubaliana au kuoana, kuwa kwenye wazo moja, wawezekani, kwa sababu hawa ndo watasaidia familia ikue katika kumjua Bwana, na wao wasiwe na ugumu wa kualign. Sasa mama na baba wamedifa, hawaja align, halafu watoto wakija na wenyewe unategemea wajifunze wapi, na wenyewe hawata align. Kwa hiyo kumesababisha matatizo makubwa. Lakini baba na mama waki-align wenyewe, kwa sababu ndoa ya kimwili baba na mama wanacheza picha ya kiroho. Paulo anatuambia kwenye Waefeso sura ya 5 mstari wa 31, anasema
mambo hayo yeye anaongelea habari za Kristo na kanisa, ila ni siri iliyofichwa kwenye ndoa ya mke na mume. Kwa hiyo kila anachozungumzia mume na mke kutoka kwenye mstari wa 22 anasema hizi ni habari za Kristo na kanisa. Kwa hiyo mke na mume wakialign, yaani mke akikubali mawazo ya mume yapite kwenye mawazo yake, tayari wamekuwa mmoja. Sasa wakaomba, kwa maana ya kualign kwa Mungu au kwa Kristo, ina maana wanajikuta kwenye ule umoja wa Kristo, ambacho ndio kitu Yesu amezungumza kwenye Yohana sura ya 17 na ule mstari wa 21 na kuendelea pale. Anasema hivi Yohana 17 mstari ule wa 21, anasema wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, na hawa nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma, nami ule utukufu ulionipa nimewapa hao, ni ili wawe na umoja kama sisi tulivyo mmoja. Sasa kumbuka kwenye sura ya 10 mstari wa 30 anasema mimi na Baba tu mmoja. Kwa hiyo ina maana wewe kwenye huo umoja wa Baba na Kristo, na sisi tunaingizwa hapo. Mstari wa 23 anasema mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Kwa hiyo manake the same love inakuwa na ina apply kwenye umoja, kwa sababu wote tunaingia na kusimama kwenye hiyo love. Ndio maana mwanamke anaposikia mwanaume anasema nakupenda, anatakiwa kuchunguza ili aone hayo mawazo yanayomwambia yanampenda, ayachunguze, aingie ndani ya yale mawazo, aende akakanyage kwenye hayo mawazo, aone jinsi yanavyompenda yanayosema nakupenda, halafu ndo anaweza kurudisha sasa nakupenda pia. Ndio maana kwenye waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 na ule mstari wa 19 inasema sisi twapenda kwa kuwa yeye alitupenda sisi kwanza. Maanake sisi tunapoingia kwenye ule upendo ndio sasa tunakuwa sehemu ya upendo, na tunakuwa hao ambao kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Haleluya! Sasa mpangilio wa hoja ambazo tumeshatembea nazo, force sijatoka mbali sana na somo la ndoa, lakini kureflect mpangilio ambao tumetembea nao ni kuonyesha uko hivi. Jambo la kwanza, Mungu aliumba mtu, sio watu. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 na 27, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, sio na tuwafanye watu. Matendo ya Mitume 17 mstari Mwanzo sura ya 2, mtu akawa nafsi hai. Haisemi watu wakawa nafsi hai. Matendo ya Mitume 17 mstari wa 26 unasema Mungu aliumba mataifa yote kwa kupitia mtu mmoja. Sasa Mungu hakuumba watu, aliumba mtu mmoja, Adamu, ndani yake kukiwa na idadi aliyoitaka yeye, ila akaanza na mtu mmoja kwa sababu anataka mwisho wa siku mtu awe mmoja. Wingi wao, yani wewe, wingi wa viungo vyako sio wingi wa wewe. Wewe ni mmoja, ila mwenye mwili wenye viungo vingi. Kwa hiyo wingi wetu haufanyi wingi wa miili, wingi wetu unafanya wingi wa viungo. Ndio maana kichwa ni kimoja, kinachotakiwa kuendesha mwili mmoja, ila wenye viungo vingi. Ndio kinachozungumzwa kwenye Wakorintho wa kwanza 12 kuanzia mstari wa 6, 12, 20, 27 mpaka mstari wa mwisho, kwamba tu viungo vingi na kila kiungo kina kazi yake, lakini mwili ni mmoja. Hii inaweka msingi kuwa umoja hutangulia mgawanyiko. Umoja unatangulia wingi. Umoja unatangulia kugawanyika. Kwa hiyo chochote kilichogawanyika kinatokana na kimoja. Hapa mtu aliye Adamu ndiye alikuwa chanzo cha watu. Mungu hakuumba mtu wa pili. Mungu hakuumba mtu wa pili. Haya ni mambo ya muhimu, ya msingi, ambayo tunatakiwa tuyachukue, tuyafanyie utafiti, tuyachunguze,
yakiwa ni kweli, ndicho Biblia inachosema, tuyaamini, tusibishane naye ili tuongezwe. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 13 unazungumza jambo hili. Mwanzo sura ya 21 na 22 inazungumza jambo hili, na hebu nisome labda kidogo ili nigusie tu hata kidogo ili uonekane kweli nasoma maandiko. Mara nyingi mimi nataka evidence. Mwanzo sura ya 2 mstari ule wa 13 inasema hivi. Mstari wa 3, sorry. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 3 inasema Mungu akaibarikia siku ya saba. Sorry. Mwanzo kuna typing error. I'm so sorry. Ilikuwa ni Mwanzo sura ya 2 mstari wa 21 hadi wa 22. Okay? Inasema hivi: Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala, kisha akatwaa ubavu wake mmoja akamfunika nyama mahali pake. Ule ubavu aliotwaa katika Adamu, Bwana Mungu akamfanya mwanamke akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mifupa katika mifupa yangu, nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwalia katika mwanaume. Sawa, ametwaliwa katika mwanaume. Wakorinto wa kwanza ile sura ya 11 na ule mstari wa 8 na wa 9 kuna jambo pale. Anasema maana mwanaume hakutoka kwa mwanamke, bali mwanamke alitoka kwa mwanaume. Mstari wa 9, wala mwanaume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume. Kwa hiyo mwanamke asijaribu kwenda kinyume, aishi mwenyewe, aamue kwenda kivyake. Huu ni uasi. Mwanamke kuamua kusema na yeye mwanaume kaumbwa kwa ajili yake. Mnanielewa ninachosema? Alimwachanisha huyo mmoja. Mungu hakuumba mtu wa pili, alimwachanisha yule mtu mmoja Adamu. Hawa hakutoka kwenye mavumbi, Hawa alitoka ndani ya kuliachanishwa mmoja kuwa miili miwili yenye jinsia mbili tofauti, lakini kichwa au wazo au chanzo kilikuwa kimoja. Hii ni kanuni ya msingi. Narudia, hii ni kanuni ya msingi. Narudia tena yale maandiko. Wakorintho wa kwanza sasa 11 mstari wa 9 na wa 8 na wa 9 inasema, mume hakutoka ndani ya mke, bali mwanamke alitoka ndani ya mwanaume. Mwanaume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume. Ndio maana alitolewa ndani. Kwa hiyo hatakiwi aje na yeye wawe mafahari, anataka arudi kwenye usawa, awe mmoja. Kwa hiyo mke ndani ya mume ni mtu mmoja, na yeye ni sehemu ya mume mkamilifu kabisa, hana pungufu wala dosari. Nje ya mume tayari kuna changamoto, anakuwa ameasi. Halo, ndio maana Hawa alivyomuasi Adamu, yeye kwa sababu ana nguvu. Kumbuka Hawa alitolewa ndani ya Adamu, kwa hiyo Adamu alibaki pungufu. Adamu katika mfano aliyeumbwa alikuwa mkamilifu. Kwa mujibu wa Mhubiri sura ya 7 mstari wa 29 anasema Mungu alimuumba mtu mkamilifu. Kwa hiyo alikuwa mkamilifu, lakini kitendo cha Hawa kutolewa sehemu akawa kipande, ina maana akawa si mkamilifu bila mwanamke. Kwa hiyo mwanamke akawa ndo mkamilifu wa mwanaume. Kwa hiyo mwanaume ndo akawa anamhitaji mwanamke, na mwanamke alivyogundua mwanaume ananihitaji, ndio akaleta yale malingo, akaamua kusema kwenda kule, akaamua kuasi, akachepuka, akaenda kushoto ili amuumize. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 13, Adamu mume ndiye aliyeumbwa kwanza, na Hawa mke aliumbwa baadaye. Sasa tunapozungumza hapa ni rahisi sana watu, unajua inakuwa rahisi sana wakimbilia watu kwa Kristo, wanatoka hapa mwilini na unajua ina maana sana ikienda kwa Kristo. No, inaleta maana sana kwenye mwili, kwa sababu ndio tumezaliwa kwa kwanza, na maandiko yanasema tusipozaliwa mara ya kwanza, kuzaliwa mara ya pili hakuko. Ndio maana Yesu alisema
lazima mtu azaliwe kwa maji na kwa Roho. Usipozaliwa kwa maji na kwa Roho hauwezi kuona ufalme. Maanake usipozaliwa kwenye mwili hauwezi ukazaliwa kwenye Roho. Ndio maana principle iliyowekwa, lazima kila mwanadamu avae mwili hapa duniani. Haleluya! Sasa basi, tukishavaa mwili, hili hapa linatuhusu moja kwa moja. Ndio maana Paulo alitoa tangazo, kama mnataka kwenda moja kwa moja kwa Bwana, msioe wala msiolewe. Kama naona hilo linakuchelewesha, achana na mume au mkeo, alafu amua usiolewe tena. Choma kabisa, useme mimi nataka kujialai na Bwana, sitaki kabisa mwanamke, sitaki mwanaume, usitaki kujialai mwanaume, mimi nataka kujialai na Bwana moja kwa moja. Sasa achana na masuala ya wanaume. Hello wanawake, huu ndio huitwa, unanisikia ninachosema, mfumo wa kichwa, headship. Huu ndio unaitwa headship, ni wa mawazo kwanza kabla ya mwili. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 3, kichwa cha kila mwanamke ni mwanaume, na kichwa cha kila mwanaume ni Kristo, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Hebu kila mtu aseme, hii ndio inaitwa headship. Okay, tuseme kwa amani bana. Kuna kitu hapa kizuri sana. Sema huu ndio unaitwa utawala wa kichwa. Huu ndio ambao uliitwa mfumo. Unajua ukitaka kumuua Mungu ampe jina baya. Ninaambia ni kweli, hichi kilichosemwa hapa ilikuwa ni kuita huu mfumo jina baya ili upigwe na lungu ambalo leo watu wanaupiga nao. Kwa sababu leo mtu yote akisikia mfumo dume, yana naelewa maana yake ni nini. Na akitaka kuonekana amechukia mwanamke aseme hilo neno kwamba huu ni mfumo dume huu. Kwa hiyo hahitaji kupewa maelezo ya ziada. Kwa mtu akisikia neno hilo anajua huyu mwanamke kafanywa nini kwa kusema. Huu huitwa mfumo dume, aka unataka kusikia, aka mfumo Kristo, kwa sababu ndio dume. Kwa hiyo huu ndio ulimwengu kabisa, huu mfumo Kristo. Kivipi? Nani anataka huo mfumo Kristo? Kwa mtu anaposema mfumo dume, ina maana huwa anasema sitaki kabisa habari za mfumo Kristo. Umepewa jina la mfumo dume. Huu ndio mfumo Kristo, ni mfumo dume. Kwa kichwa cha kila mwanamke ni mwanaume, na kichwa cha mwanaume ni Kristo, na Kristo ni Mungu. Kwa hiyo anaposema kichwa ndiye anayekuwa mwongozo wa nyumba, ni mfumo dume. Kwa hiyo ina maana pale waga ni mfumo Kristo wao hatutaki mfumo Kristo. Okay, ngoja nipunguze maneno yake. Yesu akijua hilo aliongea na watu wa aina hii. Wakati anaongea na watu waliokuwa wanasema mfumo dume, mfumo Kristo, alisema hivi kwenye Yohana sura ya 7 mstari wa 7, ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi wenye mnadai mfumo wa kike. Ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi mnaodai mfumo wa bali hunichukia mimi, kwa sababu mimi naushuhudia huo mfumo wa kwamba kazi zake ni mbovu. Nani nisikia anachosema? Mfumo huo kazi zake ni mbovu. Na wapi ni mbovu? Adamu alikuwa kichwa cha mkewe. Adamu kichwa chake kilikuwa Kristo. Hii ndo ndoa ya kwanza. Kichwa cha mke ni mume na kichwa cha mume ni Kristo. Kwa hiyo inatoka juu, inashuke. Akaamua kumsikiliza nyoka, akaolewa na nyoka. Mawazo ya nyoka ndo yakawa kichwa chake. Kwa hiyo kichwa cha mke kikawa nyoka, na nyoka tunajua nyuma yake alikuwa Shetani. Kwa hiyo hapa ikawa Adamu amebaki yeye, kichwa ni Kristo, na Kristo tunajua ni Mungu. Kwa hiyo hawa wawili, Adamu akabakia na mawazo ya Kristo, halafu mwanamke ana mawazo ya nyoka. Hawa wakawa wanaishi pamoja, lakini ukweli ni kwamba walikuwa hawajaoana ndani. Ndoa ilikuwa imevunjika kwenye mawazo yao, lakini wanaishi pamoja. Ndio maana kama hamjaoanisha mawazo, mwanaume yeyote hajaoanisha na
mwanamke mawazo yake anaishi na nyoka. Halo, wanaishi pamoja lakini hawajaoana. Mwanaume kichwa chake kilikuwa Kristo, mwanamke kichwa chake kilikuwa nyoka. Si kama mnanielewa? Sasa wanaposema mfumo ule ufuatwe, jana umenichekesha sana. Kuna Robo alikuwa ananiambia hivi, kuna mtu mmoja alitoa ujumbe kwenye mitandao ya kijamii akisemaje, natamani mpelekee mic. Kuna kitu fulani yeye alijua zaidi ya mimi ninavyoweza kujua na kukielezea. Alinielezea nikamuelewa jambo moja hivi. Ilikuwa sasa jamaa mmoja akatuma ujumbe akasema kwamba watu wote waliowasikiliza wanawake wamefanikiwa. Grupu mle wanachati, alafu yeye jamaa kaleta hoja akasema watu wote ambao wamewasikiliza wanawake wamefanikiwa katika maisha. Ndio. Sasa wakiwa bado pale kwenye group, kwenye group, sasa watu sasa si inabidi wa comment. Ndio. Wanaanza kumuona Adam ana type. Mtu wa kwanza alimsikiliza mwanamke anaitwa Adam, wakaanza kuona na type. Adam akaanza kutype. Mara Samson na yeye akaanza kutype. Samson na yeye akaanza kutype. Anataka kuwaambia jamani, ngoja niwaambie. Mara Anania na yeye anatype. Anania na mke Anania anatoa ndugu zangu. Anatoa tangazo la Adamu. Alisema, Adamu, kwa sababu ukayala matunda niliyokuagiza usile, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa hiyo Adamu, ardhi ililaaniwa kwa ajili yake kwa sababu alimsikiliza nani? Jamani, mnipige mawe mnavyotaka, sasa naongea. Ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi mnaoshanadia huo mfumo, bali unanichukia mimi ambaye ni kichwa, au mwanaume ambaye ndiye ninayeitwa katika hilo jina ambalo watu wanasema mfumo dume. Na ndio maana leo wanawake wanawafundisha watoto wa kike wasome, kwa sababu wasinyanyaswe na waume. Kwa hiyo wana mtazamo wa mume mnyanyasaji. Kwa hiyo kitu cha kwanza mwanamke anacho kwenye mtazamo wake, adui namba moja ni mume. Wakati Adamu alivyokubali akamsikiliza mke wake, nini katokea? Ina maana kichwa cha Adamu kikawa mke wake, na kichwa cha mke wake kilikuwa nyoka, na nyoka alikuwa shetani nyuma. Kwa hiyo hapa ndo kuna ndoa nyingine, na hii ndoa ina amani sana. Ni kweli, kwa sababu mwanaume sasa anamsikiliza mwanamke, ina amani. Hii ndo dunia inapigia debe. Aidha ya kwanza inaanza haki sawa, yule mwanamke ana mawazo mengine na mume ana mawazo mengine, haki sawa, inaanzia hapo. Lakini nia mwanamke akishakuwa anayejitegemea mbali na mwanaume, kwa sababu nimekuambia kwamba mwanaume ndo anamhitaji mwanamke zaidi, sio mwanamke anayemhitaji mwanaume, kwa sababu mwanamke alitoka ndani ya mwanaume. Kwa hiyo mwanaume ndo alibaki na upungufu, ukamilifu wa mume huko ndani ya mke. Kwa sababu hiyo anahisi aweza kaendelea kuishi bila mwanamke, na yuko tayari kumsikiliza mwanamke. Kwa hiyo ni rahisi, anakwenda. Kwa hiyo mfumo wa haki sawa unaoanzishwa juu kwamba naye ana mawazo yake na hawana mawazo yake, lengo ndo safari inaanza ili mwanaume akaolewe, kwa sababu mwanamke ana nguvu kuliko yeye. Akikaa kwenye nafasi yake ya nyoka ambaye alikuwa ya shetani, yakapitishwa kwa mwanaume. Kwa hiyo mwanaume kichwa cha mwanaume kikawa mwanamke, na kichwa cha mwanamke kilikuwa nyoka. Ndio huyo jamaa akasema walio wengi wanaowasikiliza wake zao wamefanikiwa, lakini Adamu akaanza kutaifa. Alikuwa anataka kuwasaidia, nafikiri anataka kuwasaidia, na mwenyewe alikuwa na taifa, kwa sababu mwanamke mgati ana ahadi ya Bwana kwamba atatoka kwenye viuno vya Sara, lakini wakati anakubali ile, nini kikatokea? Kuna kitu kikatokea. Nini kikatokea? Akakubali, akaingia kwa Haji, wakapata mtoto, na alipopata yule mtoto, nini kikatokea? Baadaye akamwambia mfukuze. Kwa hiyo na Adamu naye alikuwa na taifa. Adada ni nani? Ibrahim naye alikuwa na taifa. Baba alinipata mimi, niliambiwa kabisa niingie kwa Haji, nikaingia, tukapata kijana bwana. Baadaye akaniambia fukuza. Na cha ajabu, nilipotaka kumshirikisha baba, naye akasema msikilize tu, somesha hapo. Sio msikiliza mwanzo, unailishaje njia? Atakwambia. Haleluya. Hii ndo Kristo akaja. Ndoa ya tatu. Kristo alipokuja akasema, jamani, nimekuja nimkomboe. Maana yake mwanaume katoka kwenye nafasi yake akaja kama
mwanaume. Kwa hiyo kwa nini anakuja kama mwanaume? Hawa wote mwanamke na mwanamke na mwanaume walikuwa wamekuwa wanawake. Mnanielewa? Hasa kumbuka hili ya kwanza ni miili miwili yenye jinsia mbili tofauti, lakini wazo ni amani sana hiyo ndoa. Haleluya. Ni mfano wa uhalisia yenyewe. Sasa hii ambayo mke kapitisha mawazo yake kwa mume, ina maana mume kaolewa, ina maana anapoolewa wazo lao pia ni moja. Hapa wazo ni la shetani, lakini ni watu wawili wenye jinsia mbili tofauti ambao wanaendelea kuzaa kweli, lakini wazo moja. La nani? La mwanamke ndio kalipitisha kwa mwanaume. Kwa hiyo ndio maana hawa wote ni wanawake. Ndio maana anayekuja Mwokozi ili afanye kuoa ni Bwana. Kwa sababu hiyo hawa wote haleluya. Amen. Ndio maana hapa inasema hivi, mlikuwa mmeoana hivi, sawa? Mmoja la sivyo yule ambaye amebakia kule amesema hapana, mimi sitaki hizo habari, anasema na awe na amani. Lakini sasa hapa hataki kuolewa na mtu mwingine. Kuna bwana mmoja huyu aliyeoana naye. Kwa hapa ndio tunaendelea kufanya upya. Kisha kuwa huko baadhi ya mawazo ndio tunaendelea kufuta. Na ndoa ya 4 ina maana complete. Umeshakuwa mawazo yote ya Kristo umebadilika. Yesu aliendelea kusema akiongea na watu walioamini. Yesu pia aliongea. Kumbuka alivyoongea na watu ambao wanaamini katika mfumo wa kike. Alisema ulimwengu hauwezi kunichukia, hauwezi kuwachukia ninyi mnaosadadia mfumo wa kike, bali au haki sawa. Bali ingawa haki sawa pia ina maelezo, kwa sababu hii ya kwanza hapa ndio haki sawa. Miili miwili yenye jinsia mbili tofauti, lakini wazo moja. Hiyo ndio haki sawa. Na ile ya mwisho ya Kristo, ambaye Kristo na wewe umekuwa kitu kimoja, haki sawa. Hii ya katikati, hizi mbili za katikati, moja hii ambayo mwanaume amekubali kupitishiwa mawazo ya mke, na hii ya pili ambayo mume ana mawazo ya Kristo na mke ana mawazo ya nyoka. Hizi ndoa mbili hatari kabisa. Kwa hiyo wanapiga debe hii hapa ya haki sawa, ambayo Adamu ana mawazo ya Kristo na mke ana mawazo ya nyoka. Hii hapa ni haki sawa. Mafahali wawili kwenye zizi moja wanaishi pamoja, hawajaoana. Ndoa ya 3 ndio sasa mume amekubali sheria. Hiyo pia ndio ina amani, sio hii ya kwanza. Hii ya kwanza haina amani kabisa. Hii hapa inaweza kuwa ina amani ya kidunia, lakini ile ya 4 na ya kwanza ndio mfano wa ya mwisho. Haleluya. Sijui kama kuna mtu ananielewa hapa. Kwa mfumo dume tunazungumzia mfumo Kristo. Sasa dunia inaupiga vita, na dunia ni ipi? Ni hii inayoshadadia haki sawa, ndoa hii ya pili, na mume aolewe au amsikilize mume wake, hiyo ya 3. Yesu ndo aliyowaambia ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi, bali unanichukia mimi, kwa sababu mimi naushuhudia ya kuwa kazi zake ni mbovu. Lakini Yesu akizungumza au akiongea na sisi tunaomwamini mfumo dume, alisema Yohana sura ya 15 mstari wa 18 na wa 19, anasema iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwatuchukia nyinyi. Mstari wa 19, kama mngelikuwa wa ulimwengu, wa huo mfumo, ulimwengu ungeliwapenda, kwani ulimwengu huwapenda walio wake. Lakini kuwa ninyi si wa ulimwengu, ingawa niliwachukia ninyi. Na tusome mstari mwingine ya nyongeza, Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 19 na 20, unasema hivi, unasema na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wamependa giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Na ndio maana kwenye hili eneo watu wanaogopa kufundisha ndoa kama hivi nilivyozungumza leo. Inaogopeka, yaani kwamba hata wahubiri wanaogopa hivyo, kwa sababu wanajua watakachokumbana nayo. Lakini kumbe kihubiri hichi
ndio ukweli sasa unawatangazia wa kwenye nuru waje, lakini ambao sio wa kwenye huo mfumo watakataa, watabaki kwenye giza. Lakini watakaoweza kukubali ndio watakuja kwenye hii nuru inayozungumza. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15 na wa 16 inasema hivi: msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba atadumu hata milele. Ndio wale wenye haki hawataondoka katika nchi. Sasa angalia, anasema haya madude anayazungumza, anasema maana kila kilichomo duniani. Sasa duniani ni wapi? Duniani manake ni kwenye mtazamo wa wazo la Mungu asivyo. Kumbuka tulisema hata imekuwa mtu akishakuwa ndani ya Kristo, na tukasema kuwa ndani ya Kristo ni kuwa ndani ya haki, ni kuwa ndani ya ujasiri, ndani ya wema, ndani ya baraka, ndani ya amani, ndani ya kweli, ndani ya utakatifu, ndani ya afya, ndani ya nguvu, ndani ya ushindi, ndani yaani kuwa ndani ya Kristo ni kuwa ndani ya hayo, halafu ujione katika hayo, na aonavyo mtu ndani yake ndivyo alivyo. Ina maana kuwa ndani ya Kristo ni kuwa ndani ya hayo, maana Kristo anasema yeye ndiye mti wa uzima, na akasema utafuteni ufalme wake na haki yake, hayo mengine yote yanayofanana hivyo yamezidishwa ndani yake. Walipomuuliza ufalme wa Mungu unafananaje, akasema hakuna mtu atasema ule ama huo hapa, maana ufalme wa Mungu uko ndani wenu. Na yeye mwenyewe akasema kwenye Yohana 3:3 kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi akauona na hawezi akauingia, kwa sababu huwezi kaingia kwenye ambacho haukioni. Kwa hiyo kama hujazaliwa mara ya pili huwezi kuuona. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili ina maana ni kujitambua wewe ndio haki, wewe ndio baraka, wewe ndio amani, ambaye huo ndio mtu wa uzima. Na akasema ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, bali ni haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu, kwa sababu chakula hakimuunganishi mtu wala kumsogeza mbele za Mungu. Na ndio maana alikuwa anasema mtu yeyote aulaye mwili wangu ya watu uzima na kula, kwa mujibu wa Biblia, ni kuamini. Kwa hiyo ndio maana imani chanzo chake ni kusikia. Kwa hiyo lazima usikie Kristo, kwa sababu mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwa lazima wao umesikia neema inahubiriwa, halafu uamini. Ndicho ambacho utakuwa umeamini katika Kristo, kwa sababu neema inatangaza ya kwamba baraka ni wewe, haki ni wewe, uzima ni wewe, wala unahitaji kufanya chochote kupata, ni kule bila kazi yako yoyote. Amini tu uwe katika hali hiyo. Kwa hiyo ukisikia hivyo, unaposikia maneno kama hayo, picha ya Kristo inachora ndani yako. Ndio Kristo huyo mwema, haki. Ndio maana anasema yalidhihirishwa ili asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kwa hiyo unapoingia ndani yake, sasa utagundua hamna dhambi, na kwa sababu hamna dhambi hautagundua matokeo ya dhambi, na kwa sababu utagundua matokeo ya dhambi, ina maana utagundua nini? Haki, amani, baraka, uzima, ushindi, kweli. Kwa hiyo hali hiyo ndio unakuwa wewe, unakuwa hali hiyo ndio unakuwa wewe unakuwa hali hiyo. Ndio maana kuko ulivyo kutokana na unavyoamini au kujijua kuko hivyo. Haleluya! Hala mambo yake yaliyo. Maanake ndani ya wazo la Mungu asivyo kwenye mti wa kifo. Maanake anazungumzia msipende hatia, msipende uoga, msipende giza, msipende huzuni, msipende hatari, msipende kushindwa, msipende magonjwa, msipende laana, msipende vita, msipende udhaifu, msipende uongo, msipende dhambi, msipende umaskini. Sasa watu bila kufikiri wao wanafikiri wanachukia, wakisema mimi sipendi hivi. Hauwezi kusema upendi hivyo, wala ukweli ndio unapenda hivi. Na watu wengi na watahadharisha. Haleluya. Usiombe uponywe kama unaumwa. Usiombe ugonjwa uondolewe. Unaelewa? Usiombe ugonjwa uondolewe, kwa sababu wewe ni yule unayewaza, na unayewaza ndiyo wewe. Kwa hiyo wewe ni mawazo yako. Kwa hiyo kama wewe ni mawazo, kwa hiyo mawazo ndio kiwazio cha kuwaza unavyowaza. Kwa hiyo mawazo ndio kieleweo cha kuelewea unachokielewa. Kwa hiyo mawazo ndio kijulio cha kujulia unavyojijua. Kwa hiyo unavyojijua mimi naumwa, huwa wewe ndio unayeumwa. Kwa hiyo anayeumwa ndio wewe. Kwa hiyo wewe ndio huwa ugonjwa unaoumwa. Na unaposema mimi na dhambi, ina maana sio kwamba una dhambi kama umeibeba kwenye mfuko, kama umeiweka mahali fulani kwenye pochi.
huaga mawazo yako hayo yaliyo cha dhambi. Kwa hiyo wewe ndio hiyo dhambi unayosema. Kwa hiyo sasa unaposema mimi mgonjwa, ugonjwa ndio huwa wewe unayesema. Kwa hiyo mgonjwa ndio mimi. Kwa hiyo hakuna tofauti ya wewe na mgonjwa. Kwa hiyo wewe ndio huwa huyo mgonjwa. Kwa hiyo ukiomba ugonjwa uondolewe, maana wewe unaomba wewe uondolewe. Wewe unaomba uondolewe kwenye mwili. Unaposema unachukia dhambi, wewe unajichukia wewe. Na unaposema unaomba msamaha wa dhambi, ndio wewe unaomba msamaha kwako wewe mwenye dhambi, alafu unajiomba msamaha. Wewe unapoomba hali mbaya itolewe ndani yako, ile imeshikiwa na mawazo yako. Kwa hiyo unaomba utolewe yale mawazo. Ndio maana maandiko yanasema usipokubali kufa, ina maana huwezi kupokea hali nyingine. Kwa hiyo kumbe, ndio maana unapoamini katika Kristo, ndio maisha yako yalikuwa dhambi na hayatengenezeki. Kisha mawazo yako hauhamishi yawe ya nafsi yako ya kujijua, jijue ndani ya Kristo ambapo hamna dhambi, ili hali ya dhambi uliyojijua katika wewe umeiacha katika wewe wa zamani, wewe mpya ndani ya Kristo usio na dhambi. Oh, haleluya. Kumbe kweli anajihubiria mimi. Majini kugundua anajihubiria mimi. Yaani kisikia hayo maneno ndani yangu na tuka ile kuna watu wanaopigana na hiyo hali, ndio bado wanatafakari sasa hivi konyo wanachelewa kupata hizi milipuko. Mimi kwangu tu moyo ndio ile hapa inaposema, maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa za mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Halafu anasema hivi vinavyotokana na dunia. Unakumbuka kwenye Warumi sura ya 12 mstari wa 2 anasema mgeuzwe kwa kufanya upya fikra zenu. Unakumbuka ile? Inasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kuyajua mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo badala ya kuomba hali hiyo itoke, hebu waza kufanywa upya fikra zako. Ukiomba itoke kama ilivyo, inatoka na mawazo yako, unakuwa ina maana inakuua. Alafu inapokuua, maana yake unakuwa hujajijua katika Kristo, kwa umeenda mzima, yani wewe kwa imekufieka. Hujabadilisha ile wazo lile kwa Kristo, unalitoa zima. Limekufa, wewe umepoteza maisha. Ndio mauti ya pili. Mauti ya kwanza umezaliwa kwa kuzaliwa tu huko kwenye mauti ya kwanza, kwa kuzaliwa na Adamu. Kwa kupitia mtu mmoja wote tunakufa. Kwa hiyo tunazaliwa kwenye mauti ya kwanza. Mauti ya pili tunatakiwa tubadilishe, kwa maana awareness zijitambue ndani ya Kristo, ziache kujitambua huko. Ndio hali ya maisha yetu huwa imepotea hiyo. Sasa wewe unataka yetu kwa maombi itolewe ile hali kwa nguvu, yaani ile uzo lako liuliwe, ile lililobeba wewe, utajimaliza, utakufa. Mauti ya pili, utajiua kwenye mauti ya pili. Umeona? Lakini kwenye Yakobo anaongeza jambo lingine. Yakobo sura ya 4 mstari wa 4 anasema hivi, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Ndio yule anaasi, anajifanya. Unasikia hili neno? Unakumbuka anajifanya? Hebu sema anajifanya. Mwambie wewe unajifanya eti adui wa Mungu. Unajua mwambie unajifanya wewe yaani unajifanya. Ndio maana kwa kupitia, anasema kwa kutii kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kwa hiyo na wewe unapojitambua unajifanya mwenye dhambi. Kama vile Kristo hakufanya dhambi. Okay, unanielewa? Ila alifanywa mwenye dhambi. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Yeye asiyejua dhambi alijifanya kuwa na dhambi. Yeye asiyejua dhambi ndio alifanyika dhambi. Ndio. Kwa ajili yetu. Ndio. Ambayo tulipaswa tusijue. Ndio. Kwa hiyo na sisi tulijifanya kwenye hiyo hali. Tulijifanya, yaani tukazamia. Ndio maana nilikuwa nasema yule mama ambaye alikuwa anasema anataka kwenye tumbo. Wa madaktari wamemkatalia. Alipokutana na daktari mwenye hekima, akamwambia, "Oh, kweli kuna paka." Kwa akajifanya daktari anaona kuna paka, lakini kulikuwa hakuna, ili amsaidie wewe. Ndio maana hata Adamu hakuwa na dhambi kweli hicho anachokisema, lakini ukweli ni kwamba ndio maana watu hawaelewi, wanafikiri dhambi ni yale matendo. Ni ile hali ya yeye kujua kitu ambacho hakutakiwa kujua. Mawazo yake kuwa hicho. Ndio maana Mungu alimwambia uko wapi? Akasema nimejificha. Akamwambia, "Kwa nini umejificha?" Akasema, "Niko uchi." Unajua Mungu nani amekwambia? Umeamua kujifanya hivi? Hauko hivi. Oh, haleluya. Energy flow. Hicho kipo
kinakupa usikivu, kinakupa uelekeo wake. Kwa hiyo unazoea hali ambayo kiukweli siyo yako. Ndio maana wanasema mazoea yana tabu. Kwa hiyo ndio maana hata maandiko yanasema jizoezeni kujionza kwenye Matendo ya Mitume. Najitahidi kujionyesha na hatia mbele za watu na Mungu. Sijionyesha kuaibika. Msijione aibu kujiona wenye haki, wabarikiwa, wazima. Haijalishi kichomi bado kimekuchomelea hapa, anza kuamini kichomi hakimo, kwa sababu sio kwamba unajidanganya kwamba haukani, kwamba nina ugonjwa lakini pia nakana eti sina ugonjwa. No. Simaanishi hivyo, kwa sababu kupona ugonjwa ni matokeo, na sasa hayaanzi matokeo, unaanza kuamini ndio matokeo yanakuja. Kwa hiyo naamini kwanza. Wakati unapoamini wewe ni mzima, kama imani kitu kinachoanza, halafu ya matokeo ya wewe ni mzima yanakuja. Sasa wewe unaposubiri matokeo ndio uamini, na matokeo wewe unasubiri uamini ndio yatokee. Kwa hiyo mnabaki mmesubiriana. Kwa hiyo mimi nikwambia wewe ni mzima, unaanza kusema mchungaji, lakini na jambo hili. Unajua kumbe hali hiyo ya kujua tu ugonjwa ndio wewe imekuzuia kuingia kwenye uzima. Kumbuka unaingia kwenye uzima kwenye mawazo yako, na mlango wako ni kuamini wewe ni mzima wakati kichomi bado kimekushikilia. Haleluya. Kwa sababu kuna watu tunaenda na au tumetokea hapa sasa nakubali. Kwa hiyo hapa nasema rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Basi kila atendaye atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Sema wewe unaposema una dhambi umejifanya kuwa adui wa Mungu. Haya, turudi kwenye headship. Mfumo dume, turudi kwenye mfumo dume. Mpangilio huu ni mume hupokea kutoka kwa Kristo, mke pokea kupitia mume. Ndiyo maana ya ndoa ni kuoanisha mawazo, si kukaa pamoja. Jambo la tatu, usaliti wa Hawa haukuwa wa kimwili, bali ulikuwa wa kimawazo kwanza. Usaliti wa Hawa haukuwa wa kimwili, bali ulikuwa wa kimawazo kwanza. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14. Adamu hakudanganywa, bali mwanamke alidanganywa akaingia katika hali ya kukosa. Hawa alibadilisha kichwa kwa maana ya mawazo, ndiye alibadilisha kichwa. Baada ya kichwa kuwa Mungu, yani ule mfumo wa kichwa kuwa Mungu, kisha Kristo, kisha Adamu, kisha Hawa, mwanamke akabadili wazo au kichwa kikawa shetani, nyoka, mwanamke. Hapa kichwa cha Hawa kikawa nyoka, na kichwa cha nyoka tunajua ilikuwa ni wazo la Mungu, asivyo shetani. Nimeelezea hapo juu kwa nguvu hii. Jambo la 4, kwa nini Hawa alipoanguka hakukuwa na mabadiliko ya athari kwenye ulimwengu? Kwa nini Hawa alipoanguka hapakuwa na athari ya mabadiliko kwenye ulimwengu? Hawa hakuwa chanzo cha mtu. Sasa nimekueleza kule mwanzo vizuri sana, kwa maana hakuwa kichwa, ila alikuwa sehemu ya kichwa. Kwa hiyo sehemu kubwa ya kichwa ilikuwa haijabadilika, kwa sehemu ya kwa Hawa kubadilika. Ndio maana hata wewe, ili maamuzi yako ufanye ya kila siku ni yale mawazo mengi ambayo kwa yameshinda, ndio haya yanakupelekea kufanya amuzi unalofanya. Alikuwa mwili uliotolewa, si asili. Kuanguka kwake kulikuwa bado ni ndani yake, kusingelikuwa na matokeo nje, wakati ndani ilikuwa bado. Ndani kwenye mawazo ya Adamu yalitakiwa yaanguke ili matokeo ya kwenye mwili yatokee, kwa sababu yeye ni mwili ambaye alikuwa ni mdhihirishaji. Sasa asingeweza kudhihirisha kitu ambacho hakijawa na matokeo kwenye chanzo cha ndani ambayo ni Adamu, kichwa. Hakukuanza na matokeo ya kimfumo. Matokeo hayawezi yakabadili chanzo, kwa sababu kumbuka,
Hawa ametolewa kwa mwanaume. Kwa hiyo Hawa ndio ukamilifu wa mwanaume. Kwa hiyo mwanaume alikuwa mpungufu kwa Hawa ambaye ndio alikuwa sehemu yake kutolewa mahali pake. Kumbuka alikuwa ameshaishi kwa muda mrefu na ana uzoefu wa kuishi si kipande la asili yale matunda. Kakaa siku moja ya Mungu, sura ya Mwanzo ya 2 mstari wa 2. Ameumbwa siku ya 6, amekaa siku moja ya Mungu ambao kwetu ni miaka 1000 kwa mujibu wa Petro sura ya 3 mstari wa 8 na Zaburi ya 90 mstari wa 4, kwamba siku moja kwa Mungu kwetu sisi miaka 1000. Kwa hiyo siku moja ambayo Mungu alipumzika kwa Adamu ilikuwa miaka 1000 akiwa peke yake. Mwanzo 2 mstari wa 16, kwanza wa 8 ametengenezewa bustani, amewekwa ndani. Mwanzo sura ya 8 16 na 17 anaambiwa, kaambiwa matunda yote waweza kula, lakini ya mti huu usile. Anapewa Adamu. Hawa bado hayupo akijitegemea kwa kuishi kama anayejitegemea. Mwanzo sura ya 2 mstari wa kuanzia 19 akamletea wanyama wote ili ajue atawaita majina gani. Adamu kawapa majina wa viumbe vyote, nimeshakueleza hapo. Ndio maana viumbe vyote vinamwogopa mwanaume, lakini mwanamke anaogopa mpaka mende, kwa sababu hana mamlaka dhidi, lakini yeye ana mnyonge wake. Mnyonge wake anaitwa mwanaume. Mwanamke anaogopa mbwa, mbwa anaogopa mwanaume, mwanaume anamwogopa mwanamke. Halo, kanuni mwili hauanzishi mabadiliko ya mwili, ni chanzo tu. Mtu aliye nafsi au kichwa ndiye huanzisha matokeo. Ni hatua ya mwisho kabisa matokeo kudhihirika nje, kwa sababu hatuishi nje kuja ndani, tunaishi ndani kwenda nje. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6, mke akala tunda na kumpa mmewe. Ni mchakato uliochukua muda mrefu na sio sekunde moja kama inavyoonyeshwa, kama ni mwanamke alikula alafu akampa mume pale pale. Hapana, ni mchakato kama ambavyo ulitokea mchakato wa Samson na Delila, mchakato wa Ibrahim pamoja na Hajiri au na mke wake ili atembee na Hajiri. Kulikuwa na mchakato mrefu sana, sio kwamba Ibrahim aliambiwa tu nenda kwa Hajiri akaenda. No, kulikuwa kumepita miaka mingi, kushawishiwa kufanya hivyo. Ibrahim anasema no, siwezi kufanya hivi. Kwa sababu gani? Mwanzo 15 Mungu alikuwa amemwambia Ibrahim wakati amekutana naye, akasema wewe ni dhahabu yangu na ngao yangu kutoka kushinda ile vita kutoka kwa Adulama. Maandiko yanasema Ibrahim akasema, wewe unasema ni ngao yangu, ni dhahabu yangu, naye nenda huku, sina mtoto. Huyo Yezreeli Mdameski ndiye atakayerithi nyumba yangu. Mungu akasema hapana, hatarithi, ila atakayetoka katika viuno vyako. Akasema no, kunipa uzao. Mungu akasema toka nje, angalia nyota, angalia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Na maandiko yanasema Ibrahim akaliamini jambo lile, na hilo jambo likahesabika kwake kuwa haki, likahesabika kwake kuwa haki ile jambo. Na maandiko yakasema wafanye agano, na kweli wakafanya lile agano, wakafanya agano lile agano. Unafahamu akapasua wanyama, akapasua ndege, akuwapasua. Mungu akimsubiri, Mungu akalala usingizi. Mungu akaja akapita kwenye vipande vya nyama, halafu akazungumza ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi ya ugeni, utatumikishwa kwa miaka 40, 430, 430 waliongeza wao. Kwa hiyo Ibrahim alikuwa na huo mchongo. Wewe unafikiri aliambiwa tu ingia hapa akaenda tu? Taona maandiko jambo hili, lakini uhalisia kulikuwa na muda wa ushawishi wa Hawa kwa Adam, kwa mfano wa Delila na Samsoni kwenye Waamuzi ile 16. Lakini Ibrahim, nimekueleza, Hawa alimshawishi Adam kwa muda mrefu kabla ya Adam kukubaliana naye. Ndiyo maana Mwanzo sura ya 3 mstari wa 12 unamwona Adamu alichokisema. Yale yalikuwa ni malaumu kuonyesha kwamba yamemfika, lakini yamemfikaje? Mstari wa 12, angalia Adamu anachokisema alipokuwa ameambiwa, nani aliyokuambia
mwanamke ulioniletea, unaona anasema. Adamu akasema, huyu mwanamke ulionipa awe pamoja na mimi ndiye aliyenipa matunda ya mti huu nikala. Alinikela, alisee nishindwa cha kufanya, nifika hatua. Kwa Adamu hakudanganywa, ndio maana maandiko yanasema hivi. Yeye aliridhia kwa sababu anampenda mke wake. Kwa sababu tumesema mwanaume ndiyo ana haja na mwanamke, mwanamke hana haja na mwanaume, kwa sababu ukamilifu wa mwanaume ni mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ndiye ana nguvu, kwa sababu ndiye aliyetolewa kwenye ubavu wa mwanaume na sehemu ya mwanaume. Kwa hiyo ile sehemu moja ikawa sehemu mbili. Kwa hiyo yeye aliyekuwa ameshajizoea katika umoja na hichi kipaji, kwa hiyo ndiye anayemhitaji mwanamke kuliko mwanamke kumhitaji mwanamume, kuliko mwanamke kumhitaji mwanaume, kwa sababu ukamilifu wa mume baada ya mke kutolewa ikawa ni mke. No way mwanamume anaweza kaishi nje na mwanamke. Kwa hiyo Adamu alionekana katika mvutano wa ndani, kujaribu kujiondoa lawamani kwamba sio mimi. Na ndio maana Yesu anapokuja kama mume, na yeye hakudanganywa na kanisa ili afie msalabani, hakudanganywa na binadamu hakudanganya afie msalabani, ila anasema kabisa kwa upendo. Kwa hiyo kama Kristo anachukua mfano wa mwanaume, ina maana ndicho tunachokiona kwa mwanaume pia. Ndio maana naambiwa mume ndo anamwacha babake na mama yake, anakuja kuambatana na mke wake. Ndio tunaona mwanaume anapitia katika hali gani wakati anatakiwa kuoa. Mnafahamu wanaume nafasi ile mnayopitia huwa ni ya ajabu sana. Hata kama kila kitu kiko sawa, huwa lazima upitie kwenye kasheshe fulani. Huwa unaonyeshwa kwamba unacho anayekuja kwako ni wa thamani sana. Kwa hiyo usije ukamchukulia poa. Okay? Jambo la 6, Adamu alijihukumu kwa sababu alibadili mfumo wa kichwa. Ndio hiyo hapo, kwa sababu umemsikiliza mkeo, ardhi imelaaniwa. Kwa hiyo umejihukumu katika ardhi kwa kubadilisha mfumo. Kosa si kula matunda, bali kosa lilikuwa ni kumsikiliza mwanamke, au ilikuwa ni kumsikiliza mkeo, kwa maana ya kupitisha mawazo ya mke kwenye mawazo yake, badala ya yeye kupitisha mawazo yake kwa mke kama ambavyo ilikuwa na alivyojikuta kwenye tanguo. Ukizingatia mke alikuwa sasa ana mawazo ya kutoka upande wa pili, nimesema hayo. Adamu kukubali mawazo hayo, kupita kwenye mawazo yake, kulionyesha moja kwa moja mtiririko kutoka kwa Kristo. Kwa mfano ulisimamishwa, kwa sababu mawazo kutoka kwa mwanamke ambayo yalikuwa yanatoka kwenye nyoka sasa ndio yalikuwa yanapitishwa. Hapa tunaweza kuona Adamu acha kupitisha mawazo kutoka kwa Kristo aliye chanzo au kichwa, akawa mpokeaji badala ya chanzo kitoaji. Unaelewa? Adamu akaanguka kwenye mfumo mzima wa mti wa uzima, kwa mfano, kwa kupokea chanzo cha kichwa au mawazo mengine kutoka katika mfumo wa nyoka, ambapo nyuma yake alikuwa Shetani. Kwa hiyo Adamu alipoanguka ndipo ulimwengu mzima ukabadilika. Haleluya. Warumi sura ya 5 mstari wa 12 inasema, kwa kuwa kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa mtu mmoja, isemi kwa watu wawili. Ndio uone kwani nimesema Mungu anasimamia umoja. Hapa inasema kwa mtu mmoja dhambi ili. Sasa utajiuliza, na Hawa ndiye aliyeanza kuanguka, kwa nini hapa atajwe Adamu? Kwa sababu ukisoma hapo kwenye sura hiyo ya Warumi sura ya 5, ukiendelea mstari ule wa 14, anasema walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Anataja Adamu, nayo iliwatawala hata hao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu. Mstari wa 16 inasema wala kwa kadri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi. Haisemi wawili, mmoja aliyefanya dhambi. Lakini mstari wa 17 anasema, kwa 18 anasema basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu. Kwenye mstari wa 19 anasema haisemi wawili. No, kuona hivi ndo hatuwezi ona kabisa, lazima tuone hii. Nimezungumza huku mwanzo vizuri sana kwamba
Mfumo. Mungu aliumba mtu, sio watu. Mungu hakuumba watu wawili, aliumba mtu mmoja. Hii ni kanuni ya msingi. Kilichotolewa ndani hakiwezi kuwa juu ya ndani kilimotoka. Na tukaona yale maandiko, Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 8 na wa 9, inasema mume hakutoka ndani ya mwanamke, bali mwanamke alitoka ndani ya mwanaume. Mwanaume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke ndiye aliyeumbwa kwa ajili ya mwanaume. Na tukaona Timotheo wa kwanza sura ya 2:13 kwamba Adamu kwa maana ya mume ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa yani mwanamke baadaye. Na tukaona Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 3, kichwa cha mke ni mume na kichwa cha mume ni Kristo na Kristo ni Mungu. Hapa ndo tukasema huu ndio huitwa mfumo dume, aka unaitwa mfumo Kristo. Huu ndio ulimwengu huita mfumo dume, na ulimwengu hautaki kabisa. Kwa hiyo wanaposema mfumo dume huwa wanasema mfumo mwanaume, na wanaposema mfumo mwanaume huwa wanasema mfumo Kristo. Hatutaki kabisa. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 21 na 22 inamaliza kwa kusema kwamba kwa kupitia mtu mmoja, maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, sio watu, kadhalika na kiama, mwisho wa kufa kuliletwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika katika Kristo wote hawafi. So matokeo hayakutokea kwa mwanamke alipoanguka. Matokeo hayakuwa kwenye mwili, kwa sababu mwanamke alikuwa sehemu ya mwili wa mume aliye kichwa. Kwa mtu mmoja, mume ndiye chanzo, mke ni matokeo. Hayabadili chanzo, bali chanzo ndiyo hubadili matokeo. Ndipo mauti, laana, maumivu, mgawanyiko na kadhalika vikazaliwa pale tu Adamu aliye kichwa alipokubali kupokea yale mawazo ya mke, ndo kila kitu kikabadilika. Okay, kiini cha jambo hili, Hawa alianguka kama mwili, hakuanguka kama kitu. Alianguka kama mwili, na kianguka kama mwili anaanguka kama matokeo. Sasa hakuna matokeo yanayoweza kubadilisha mfumo au uhalisia, au hakuna matokeo ya kimfumo yanayobadilishwa kwa matokeo, kuwa na matokeo, ila matokeo yanakuwa na matokeo tu pale chanzo cha matokeo kinapokuwa matokeo haya. Adamu alianguka kama mtu, chanzo kila kitu. Ndiyo maana mke akianguka mikononi mwa mwanaume yupo salama bali mume akianguka mikononi mwa mwana. Okay, basi sisemi chochote kuhusiana na hili. Kama Kristo alipoangukia kwenye mikono ya wanawake wale walichokifanya, mnaona alipomgawana. Huyo alikuwa mfumo kike. Unaona si mfumo wa anguko, na mfumo wa anguko maana yake tunatawaliwa na kichwa kinachonana kichwa nyoka, ambaye kiongozi wake hapa duniani. Ngoja niwaambie, hizi mifumo miwili, wazo la Mungu asivyo na wazo la Mungu alivyo, ni mfumo ambao ulikuwa nje. Ndio maana mwanadamu alitakiwa kuchagua mfumo mwenye wako ambao ataupitisha ili uje kwenye mazingira yake, ina maana ulimwenguni. Kwa hiyo mwanadamu ndiye anakuwa kipitishio cha mfumo mwenye wako kati ya wazo la Mungu alivyo na wazo la Mungu asivyo. Kwa hiyo wazo la Mungu asivyo na wazo la Mungu alivyo, vyote vilikuwa vinamtaka mwanadamu apitishe ili matokeo yake yadhihirishwe mtaani. Ndio maana watu wanapoendelea kupambana na majambazi, wanawafunga jela, wanafanyaje, wanateswa, wanafanywa vyovyote vile, jamani, wanakwisha? Hapana, polisi wanaendelea kuwepo, na nenda pale utakuta kazi ile inaendelea, na majambazi bado wapo, kwa sababu una clean mtaani kwa nje, lakini ndani kwenye mawazo ya watu yanayozalisha hali hiyo uko vile vile. Ndio maana injili peke yake ndio itakuja kufanya clean ya uhakika, ambayo mawazo ya watu yakigeuzwa, oh haleluya, uzuri ukaushinda ubaya,
uharibifu hautakuwepo. Ndio maana tunasema tunaubadilisha huu ulimwengu. Ndio maana mifumo yote itaanguka wakati mfumo wa utawala wa Kristo utakapokuja. Jamani, utawala uliopo sasa hivi, ulinzi na usalama tunaotumia polisi wetu, tunatumia wanajeshi wetu na vifaa vyote vya ulinzi, watu wanatengeneza makombora masafa marefu, wanatengeneza mabomu ya nyuklia, watu wanajivunia nguvu kijeshi kwa sababu kuna uasi. Huo mfumo una nguvu kwa sababu kuna uharibifu. Huo mfumo una nguvu kwa sababu kuna utawala. Huu ambao ulipitishwa kupitia mwanamke ukapita kwa mwanaume ukatokea na ukadhihirishwa katika ulimwengu. Huu utawala una nguvu katika huo mfumo. Lakini mfumo Kristo, tunapozidi kuhubiri Injili, ndio maana Injili habari njema, Yesu anasema enendeni ulimwenguni mkahubiri habari njema. Kwa hiyo tunapohubiri habari njema, ina maana habari mbaya zinaondoka ndani ya watu. Kwa hiyo tunapozidi kuhubiri habari njema, wale wabaya wanaposikia Injili, wanapokea Injili, wanaachana na mabaya. Kwa hiyo mawazo mabaya yanaendelea kuondolewa, na yanapoondolewa mawazo mabaya na mfumo wake ndio unaondoka na mfumo Kristo unakuja. Maandiko yanasema itafika hatua waza Kristo na milango zitalala waza maduka, kwa sababu Kristo haibiwi. Kwa hiyo mwizi hawezi kaiba kwa Kristo, kwa sababu anasema kama watakuwa wamepigwa stop, hata wabaya hawatafanya kazi. Kwa sababu gani? Fikiria wewe, kwenye mtaa wako kuna mataa, halafu kwa jirani yako naye awashe mataa, na kwa jirani yule awashe mataa. Yale mataa yakiungana, hata nyumba ikiwepo katikati haina umeme, wala inaonekana kama ina umeme. Ndoa ya kweli ni umoja wa kiwazo. Kuvunja mpangilio wa mawazo huwa umeanguka. Kuvunja mpangilio wa kwanza ni kutaka haki sawa, huwa umevunja mpangilio. Cha pili, mwanamke kutaka mwanaume ndio akusikilize tu. Nawaambieni ukweli, mimi nimewaona wanaume wanaosikiliza wake zao, hata wake zao hawafurahii. Wakongo wanawaitaga malio. Mshawasikia watu haswa mapenzi ya jinsia moja, lakini utakuta wanajichukua halafu Wasafi hafanyi kazi ngumu, wao wanaitwa malio, wanamsubiri mama. Hatuhitaji kuwa kwenye hiyo dunia. Mwanamke, fanye mume wako aje cloud, mfanye awe na nguvu zake. Ukitaka upate uzuri na furaha ya maisha, mwanamke kuwa mwanamke, mwanaume awe mwanaume. Mungu anajua ni mpangilio wa mfumo wa asili. Ndoa ya kweli ni umoja wa kiwazo. Vunja mpangilio huo huwa ni anguko, hata kama inaonekana kwa nje mpo vizuri pamoja. Wakorintho wa kwanza 15:45, Adamu wa kwanza akawa nafsi hai, Adamu wa mwisho ni roho itiayo uzima. Yesu hakuja kurekebisha mwili, hakuja kurekebisha chanzo kwanza, mtu au nafsi. Ndiyo maana wokovu huanza ndani. Ni ndoa ya Kristo na kanisa, ni ya mawazo, metanoia, neno la Kigiriki metanoia. Kimwili ni picha ya nje tu. Mume na mke wanacheza picha. Naomba komenti zenu, kama kuna mtu yote anaweza tukazungumza kwa dakika 5. Karibu. Una mchango wote kwenye hichi? Una swali lolote kwenye hapa? Sehemu ya 12 tutakuwa na kipengele kinachosema kubadili mfumo. Sasa siwezi kuingia kwenye hichi kwa sababu muda wetu umeisha. Karibu wewe, unataka kuchangia, wewe unataka kusema kitu, una swali, ni muda wako sasa. Labda kwenye hicho kipengele cha ambacho kumalizia, ndio kwamba yani Kristo alichokuja kufanya, alikuja kubadilisha chanzo, kwa maana ya mwanaume kurudi kwenye nafasi. Ndio. Na kuna pointi moja pia kweli jaribu kuisema, unakuja kugundua hii mifumo miwili kwenye namna ya muonekano kimazingira, katika kuonekana physical. Inaonekana mfumo wa mko vizuri sana. Ndio, kwa sababu si ndio uko kimwili, na mfumo wa dunia hii na nguvu zake.
kwa sababu kuna kesi kadha wa kadha, kuna mgundua zinatokea. Unajua kwa nini pia yule jamaa alisema wanaume wote waliomsikiza mwanamke wamefanikiwa? Ndio maana yake hapo focus yake anajaribu kuwa na evidence fulani. Unaona, ilikuwa wanakuwa fulani hivi, yule mwanaume yule alikuwa anakunywa tu pombe, yule mama ndo akajitahidi akafanya kila kitu. Katika mazingira hayo mtu anaposema yeye sentence inaonekana ndio inaonekana kama ina sound fulani, ina kama inaeleweka. Unaona, watoto wale wangesoma kweli, yana alivyokuwa vile, unafikiri wale watoto wangesoma kama yule mama? Yaani yule mama amepigana, lakini unaweza kukuta mama anapigana kwa mchocheo wa mume na hali ile, bado mume anahusika tu. Kuna namna mume, na wengi waume, hata walevi, hata wasioweza, wengi sio wote wamefeli. Kuna namna wengine pia wamesomesha watoto wao. Sasa ikitokea mama sasa ndo amefanya hiyo kazi, wewe angalia wale watoto wake wanavyokuwa na mtazamo kuhusu baba yao. Wengi wanapata maisha na wanawatelekeza baba zao kabisa. Si mnafahamu hata kuna msanii mmoja hapa ana jina hapa Tanzania, mnafahamu baba? Hiyo kesi ambayo imedumu kwa muda. Inaonekana mama alipo mfumo ule wao unamtega, unamweka mbali baba. Yaani baba ole wako kucheze vibaya. Yaani baba wako na tupo. Lakini mama hata acheze vibaya. Baba ndo akomaa. Utakuja kuona. Mama atapewa tu shamba. Halo. Lakini pia unagundua pastor kwenye mazingira kama hayo. Mimi jambo moja na uhakika nalo. Kuna namna ambavyo hata kama mwanaume akiwa kweli labda ni mlevi au kuna namna fulani ya mazingira, kuna namna ambayo mwanamke akiadapt wanafanikiwa bado kwenye hiyo. Yes. Yaani kuna namna ya kutengenezea mazingira yeye kubadilika, kuona uwajibu tokea kwenye nafasi yake. Na ukiwa ndani sasa ya mawazo ya, yaani kwamba mwanamke akishapitisha mawazo yake kwenye mawazo ya mume, si hayapiti yote kwa pamoja. Sasa yale ambayo ameshapita tayari ameshaziona zile weakness za mume, kwa sababu wewe mwenyewe kama mtu unayejitegemea, acha tu kuoanisha na mtu mwingine, huwa unaweza kujihoji juu ya mambo yako yanavyoenda hivi, na huwa unaweza kujirekebisha. Sasa kama unaweza kujirekebisha, je, mwanamke akiingiza mawazo yako ambayo ameyaingiza, ina maana anakuwa behalf you. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kurekebisha wewe, yani kwamba hata na kushauri, lakini unaona hichi kwa upendo, unaona hichi, unaona hichi. Na kweli wengi wamefanikiwa. Unagundua ili pia hilo lifanikiwe, lazima mwanamke atoke kwenye condemning mindset. Yes. Yaani asimuone kama ni threat. Ndio. Kwa sababu akimuona hivyo, mwanaume naye huwa anaweka ngao ya kujikinga na hali hiyo, na kujidefend. Kwa hiyo anataka kuprove kwamba yako okay. Na juzi nilizungumza jambo moja hivi la ajabu sana. Wakati mke amekataa kupitisha mawazo ya mume, huwa mara nyingi hapokei ideas za mwanaume. Yaani mwanaume anapokuja na idea, tufanye 1, 2, 3, mwanamke huwa anakataa. Sasa akishakataa akatoa sababu zake, mwanaume kwa sababu naona hili ni jambo ambalo linatakiwa lazima lifanye, utakapoanza kulifanya huwa yeye analisimamia kidete na kusema tutaona. Kwa hiyo mwanamke huwa anakaa kwenye kiti cha ngoja tutaona. Sasa kitendo kile huwa kinampunguza nguvu mwanaume, na anakuwa anafanya na kimvuli kile utaona. Kwa hiyo anajua mwanamke amekaa kwenye kiti cha utaona, si nilisema? Kwa hiyo kwa sababu zile huwa zinamfanya mwanaume ashindwe kufikia kwenye jambo fulani, na anaposhindwa kulifikia hilo jambo, ndio sasa huwa anathibitisha huyu. Unaona, nilikwambia anataka amprovie kwamba unanisikiliza ninachozungumza vile. Sasa mara nyingi, nawaambieni ukweli, naongea na watu kadhaa hivi. Mara nyingi wanaume wamejikuta hawashirikishi wake zao vitu vingi, wanafanya tu wenyewe. Sasa wanapofanya wenyewe, lile jambo likifanikiwa,
hata pia wakilileta kulizungumza kwa wake zao kwamba unajua lile liliamua kufanya jambo fulani, labda alileta, labda mwanamke akakataa, labda akaanza kulifanya kwa siri. Hasa likifanikiwa kija kumwambia mwanamke huwaga halioni hiyo kwamba hongera, hawezi kupongeza. Asilimia kubwa wanawake huwa wanakuwa na kitu kinachosema unishirikishaje mambo yako, unaona, yaani nafanyaga tu mwenyewe, haangalii mafanikio ya ile, lakini huwa analalamika sasa kwamba kwa nini hakushirikishwa. Sasa kwa sababu hiyo imeenda kwa muda mrefu, mwanaume akishakundua na hicho tena, wakati nao kuja sasa, hata akifanya hilo jambo likafanikiwa, hata matokeo yake anayaficha. Yaani hata kama kiingiza hiyo pesa anaficha. Kuna wengi wanaume wamekufa na wakiwa wameficha pesa zao, na wanawake hawakuachiwa pesa zile, na pesa zile zikawa zimepotea, kwa sababu nikileta hizi zitaonekana kumetoa watu. Kwa hiyo anazileta kidogo kidogo bila kuzitolea maelezo, wakati mwingine zimetoka hapa. Yes, that is bad. Njia salama zaidi ni ipi? Njia kwa kwenye nafsi yake. Kama kupitia hizo njia zote ulizozisema, mwanaume anaona kuna tatizo, anaanza kutumia hizo plan. Ndio. Alafu inafika pahala amefariki na hizo pesa hazijapatikana. Lakini kwake kumbe alipata usalama zaidi. Ndio. Alipopitia hizo njia. Ndio. Pengine huyo mwanaume anakosa. Sasa ndio hiyo tunasema. Na wengi ambao hawajafanya hivyo. Kwa mfano kuna mtu mmoja nikaa nataniana naye, akawa ananieleza kwamba wengi hapa Tanzania kuna mfumo wa NCCF. Akawa ananiambia kwamba kazini kwao wengi wanasema wake zao hawajui NCCF zao, kwamba akijua kuna hii hela ataniondoa. Kwa hiyo anasema kuto kumwambia kwamba nina kiasi cha pesa ni kwa usalama wangu. Kwa ile pesa kuto kumweleza, wanasema ndo anabaki salama, kwa sababu wanaogopa wanaweza akauawa. Ni kwenye huo mfumo sasa. Sasa kwenye mfumo wa Kristo hiyo haipo, kwa sababu mume anakuwa kichwa na mke anakubali mawazo ya mume yapite kwenye mawazo yake. Kwa hiyo mume anakuwa kiongozi, haogopi tena. Kwa hiyo kila kitu cha mume ndio sasa kinakuwa share, kinakuwa cha mke. Na mke kwa sababu amepitisha mawazo ya mume, kila mpango nao uendelea, ina maana mwanamke anakuwa aware nao, anakuwa anajua. Hakuna kitu chochote kile ambacho mwanamume anakuwa anaficha. Na kwenye huo umoja ndio huwaga haki sawa, kwa sababu huwa hakuna mwanamke wala mwanaume. Ndio inachosema hivi, katika Bwana hakuna mwanamke wala mwanaume. Kwa sababu gani? Mke anapopitisha yale mawazo ya mume, ina maana wanakuwa wanatumia mawazo mamoja, ndio wanarudi kwenye ule umoja wa Mungu, kumuumba mtu mmoja, sio wawili. Kwa hiyo wanakuwa sio wawili wanaoishi pamoja, ila anakuwa mmoja anayeishi kwenye miili miwili yenye jinsia mbili tofauti, ambaye anaweza akawa sehemu moja, akawa sehemu mbili zaidi, anaweza akawa sehemu zaidi ya moja. Mke alipo anamwakilisha mwanaume 100%, na mume alipo anajiwakilisha 100%. Kwa hiyo hawa watu wana nguvu, na hicho kitu tunazungumzia kwamba na tulifanye msaidizi. Msaidizi sio saidia fundi. Msaidizi ni anayemsaidia mume kudhihirika mahali mume. Pastor, tambua dunia nayo inakuwa imeshawa baharibu. Mfumo wa Kristo dunia tena na penye imeshawa haribu, inawaambia mkiishi hivyo, manake kuna mmoja hana akili, anatumiwa na mwenzie kwamba hafikirii vya kutosha. Sasa hiyo ndio tumetoka kuzungumza huko juu kwa nguvu sana. Iko hivyo kwa sababu kichwa ni kimoja. Sawa? Kichwa ni kimoja. Kuwepo wa Kristo wengi hakuonyeshi wingi wa vichwa, ila kunaonyesha Kristo aliye ndani ya miili mingi. Wingi wa mwili hakumaanishi wingi hakumaanishi, yaani wingi wa Kristo, wingi wa wake au wanawake hakuonyeshi wingi wa miili, ila kunaonyesha wingi wa viungo. Wewe hapo Dennis ulipo, hivyo viungo vyako vyote sio wingi wa Dennis, ila ni wingi wa viungo vya Dennis, ila Dennis ni mmoja. Kwa sababu mtapo Dennis mkiwa wawili tu kaanza kuendesha huo mwili, utauletea matatizo makubwa. Fikiria gari alafu na dereva wawili, mmoja anafunga breki, mmoja anakanyaga accident. Nini kinatokea? Wewe anakata kushoto, wewe anakata kulia. Lazima kiwe kichwa kiwe kimoja. Ndio maana tukazungumza huko juu, nafikiri tumeongea sana kwamba Mungu aliumba mtu mmoja, sio wawili, ndio akamwachanisha. Kwa hiyo lazima wawe mmoja. Sasa tumeshazungumza kwamba mke sio atoke kwenye maisha yake aende kwenye maisha ya mwanaume, ndio hapo apoteze maisha, kwa sababu
mke anapokuwa kwenye mwili bado tunahitaji aendeshe mwili wake wenye hisia za kike. Kwa hiyo lazima yeye ndo auendeshe huo mwili, kwa sababu una hisia za kike. Kwa hiyo ndio maana yeye mwanamke ndiye anayetongozwa, mume ndiye anayetongoza. Kwa hiyo yeye tayari mwanamke anajijua. Kwa hiyo kwa sababu anajijua, tayari anatakiwa apime mawazo ya mume aliyekuja kumtongoza, kwa sababu tayari anajijua. Anatakiwa kuyajua yale mawazo, je, anajijua hayaendani na mawazo, anatakiwa kukata. Kwa sababu anapokubali kwenda na mtu ambaye mawazo hayaendani naye, ndio hiyo wanaenda kuishi pamoja, ndio matatizo yanayokuja. Sasa tukasema pia kwa sababu watu ambao wameshaoana na hilo halikuzingatiwa, pengine mara nyingi wanawake huaga ndoa ikishakuwa mbele, mtu anasema yuko tayari kuoa, kwa hiyo mawazo haya yako kwenye shera, labda pengine na mafundisho kama haya hayakuwepo kwa msisitizo mkubwa wa namna hiyo. Kwa hiyo tumejikuta katika hali hiyo, na tunapojikuta katika hali hiyo tumeoana bila kujua hicho. Kinachotakiwa kijulikane ni hichi, na kisemwe black and white kwa ukweli, kwamba ukijikuta kwenye umbo la kike wewe ni muolewaji, na ukijikuta kwenye umbo la kiume wewe ni muoaji. Kwa hiyo katika hali kama hiyo tuliyokutana nao, tuliyokutana bila kujijua, anatakiwa ni mwanamke ashuke, ajioanishe. Ingawa itakuwa na changamoto nyingi, lakini kumbuka, hata kama hamkuwa mmefanana moja kwa moja, lakini mmejikuta mmeoana, Mungu anasema kwamba hapendi watu waachane. Halo? Ndio maana hata Amosi aliambiwa kaoe kahaba. Sio kwamba walikuwa wanalingana mawazo, lakini alikuwa na uwezo wa kubadilika. Yule kahaba alibadilika kuendana na Amosi. Ndio maana Amosi hakuwa kahaba, aliendelea kubaki na mimi. Kwa kahaba ndo alibadilika. Ndio maana hata Kristo pia alikuja, sio kwamba sisi tulikuwa tunafanana naye mawazo. No. Sisi tulikuwa tumeanguka. Alikuja, ndio maana anajihubiri yeye alivyo. Kwa hiyo tunaamua sisi wenyewe kushuka, toka kwenye mawazo yetu tuingie kwenye yako. Tunaamua. Na maandiko yanasema wote tutakuwa katika umoja katika Kristo. Kwa kama sisi wote ni wamoja katika Kristo, wakati mwingine tuache hata misimamo yetu ya kuvunana. Huyu haendani na mimi, haendani na mimi, lakini mwisho wa siku tunapokuja katika Kristo tutakuwa mmoja. Kwa sababu wakati mwingine tumejikuta tuko hivyo, na tuna familia na tuna watoto, tunawapitisha katika mazingira magumu kwa sababu ya hali ya kutokuelewana kwetu, mgongano wa hivyo. Sasa badala ya kuona hivyo, kashuka hawa watu wakaoanika, hata kama hawataweza kufanikiwa kabisa, lakini watakuwa wamesaidia watoto, kwa sababu watoto wanaangalia mnavyoishi zaidi ya maneno mnayoyasema. Kwa hiyo wakiona mnaishi katika hali hiyo, ina maana mna create usawa wa watoto wenu wasipitie hali hiyo, kwa sababu kizazi ambacho kinamjua Mungu, ambacho hakuna mtu anaenda kumwambia jirani yake mjue Mungu, ni cha mbele. Kwa hiyo lazima sisi tuhusike kukicreate, ni pamoja na kutengeneza ndoa nzuri, ili katika hali ya kuamini kwao kuwe katika hali ya kutokuwa na migongano kama tulionayo huenda sisi, ili kifanikiwe kufikia huko. Tukufu wa nyumba yangu ya mwisho ni mkubwa kuliko wa kwanza. Kwa hiyo sisi tunapojua haya, tunakuwa walimu wa kwanza kufundisha na kuhubiri haya. Siogope enyi kundi dogo, maana Mungu ameamua kuwapeni nyinyi huo ufalme. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa neno hili. Utukufu ni wako, haki na usawa, maana unatuita katika wazo lako. Ni ngumu kutokana na mazingira ambayo sasa tumeshayapitia, lakini neno kama hili linapokuja, wakati mwingine linaumiza mioyo yetu, wakati linapokuwa halisimami upande wetu. Lakini Baba, kama ni neno lako, ni heri tukubali kushuka ili tuweze kuendana na wewe kuliko kubakia katika misimamo yetu. Kama ni kweli limethibitishwa katika moyo, limesemwa katika mawazo, linasikika katika mwili, linatia afya na nuru. Mungu, mimi ni nani hata nifike hatua ya kusema silitaki? Nitakuwa tayari kuwa mwanafunzi wa linavyo, hata kama linaonekana kuna najijeruhi binafsi kutaka kuenenda nalo, lakini Bwana, kwa sababu kwako ni salama, nitajitia moyo, nitajitia nguvu kuona ndio ukweli pekee nao utakiwa kuenenda nao. Asante kwa sababu wewe ndio umenisema, nami nimesikia masikio yangu leo. Kwa utukufu wa jina lako, kwa hayo Baba tumeomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na sisi sote kwa pamoja tunaweza kusema amina, kwa maana ya iwe hivyo au iko hivyo. Wale ambao mmejiunga na sisi kwa njia ya mitandao, na waona kama mna chochote cha kusema, ni nafasi yenu, karibuni. Unaweza kuwasha maiki yako ukasema chochote kama unataka kusema. Amina, ni salamu sana, tuko pamoja.
pamoja Bishop. Mimi sina la kuongeza hapo. Haleluya sana. Okay, sawa sawa. Basi naona ni salama. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu umekaa na sisi sote sasa hata milele yote. Amen and amen. Haleluya.